Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike kunako katika channel yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, lakini pia tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26 na tetesi za usajili zinalindima kwa kasi kwelikweli huko katika mitandao ya kijamii, huko vilabu mbalimbali vikizidi kuzisaka sign za wachezaji tofauti tofauti kutoka katika vilabu mbalimbali vya ndani na nje ya Tanzania, ili kuhakikisha kwamba kuelekea kuna katika dirisha hili kubwa la usajili wanakwenda kuzinasa saini zao kwa ajili ya kuimarisha vikosi vyao kwa lengo la kukabili vyema msimu ujao wa mwaka 2026-27 kwa mashindano yote ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kwa maana mashindano ya kimataifa kwa vilabu ambavyo itapata nafasi ya kwenda kushiriki mashindano hayo. Sanjari na hayo pia, mimi nikukaribishe kwako wewe ambaye ndio wanaweka kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambayo ipo chini ya video hii upande wa kulia. Utaona maandishi yameandikwa subscribe, fanya kubonyeza hapo, kisha washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tumeanza mwezi huu wa 5 tukielekea kutamatisha nusu ya mwaka 2026, ikiwa kesho ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na tunatarajia kushuhudia mchezo mkubwa kwelikweli hapa nchini kwetu Tanzania unaokutanisha watani wa jadi Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans Sports Club katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo pale jijini Dar es Salaam, ikiwa ni uwanja wa nyumbani kwa upande wa klabu ya wekundu Simba Sports Club, na ni moja kati ya mchezo mkubwa ambao unatarajiwa kuweza kuchezwa hapo, huku wadau na mashabiki wa soka wakisubiri kwa hamu kwelikweli kuona ni nani ataenda kutoa alama tatu muhimu kuelekea kunako katika mchezo wa hapo kesho. Tumeshuhudia tambo za makocha wote wawili, kocha wa klabu ya Simba kwa maana Steve Becker, lakini pia kocha wa Dar es Salaam Young Africans Sports Club pia tumeshuhudia na kuona tambo zao kuelekea kunako katika dabi hii. Ni moja kati ya dabi kubwa, nafikiri pia kwa sehemu fulani wamekwisha kusomana, lakini mchezo wa mpira wa miguu kama tunafahamu ni mchezo ambao lazima tusubiri dakika 90 za mwamuzi kuweza kuamua ni nani aondoke na alama tatu muhimu na ni nani aendelee kumheshimu mwenzake. Lakini pia ni mchezo wa 20 kwa pande zote mbili, kwa maana ya raundi ya 20 kwa Simba Sports Club, lakini pia kwa Dar es Salaam Young Africans Sports Club kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26. Kwa hiyo ni mchezo wa 20 kwa pande zote mbili, lakini kumbukwe Dar es Salaam Young Africans Sports Club ndiye anaongoza ligi kwa sasa akiwa na points 47 mara baada ya kucheza michezo 19 na amecheza michezo 19. Lakini kwa upande wa klabu ya wanawekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, wao tunafahamu pia kwamba wanashika nafasi ya pili wakiwa na alama 42 mara baada ya kucheza michezo 19. Wawili wao wote wamecheza michezo 19, lakini kwa Yanga yeye ameshinda mara 14, ametoa sare mara 5 na hajapoteza mchezo hata moja. Ila kwa upande wa Simba amecheza pia michezo 19 mpaka sasa kwenye NBC Premier League, ameshinda mara 12, ametoa sare mara 6 na amepoteza mchezo mmoja. Kuna tofauti ya alama 5 kwa sababu Dar es Salaam Young Africans Sports Club ana points 47 huku Simba akiwa na points 42. Kwa hiyo kuna tofauti ya alama 5 kati yao, kwa maana ya Simba anahitaji alama 5 ili kuweza kufikia points 47 ambazo Dar es Salaam Young Africans Sports Club anazo mpaka hivi sasa. Na iwapo mchezo wa hapo kesho, nafikiri kama Simba atashindwa kuchukua alama tatu muhimu ama kutoa sare dhidi ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club, gap litakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo itawia vigumu kwa Simba kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu mwaka 2025-26. Tusubiri na tuone dakika 90 za mwamuzi zitasema nini kuelekea katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo dhidi ya watani wa jadi Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Utachezwa katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo pale jijini Dar es Salaam. Ni uwanja wa jeshi pia, ni uwanja wa nyumbani kwa klabu ya Simba Sports Club. Ngoja tusubiri tuone dakika 90 za mwamuzi zitasema nini
Mimi ni Master G na hii ni Tuto. Kama ilivyoada, hapa huwa tunajadili na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Sanjari nayo pia niko hapa kwa ajili ya kukusogezea ama kukuletea taarifa kuhusiana na tetesi za usajili ambazo zimekuwa zikirindima kwelikweli katika mitandao hii ya kijamii. Salia nami na usisahau kusubscribe kwa ambayo mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, lakini pia washa alama ya kengele usipitwe na arifa zetu ama taarifa zetu za kila video mpya pindi tu itakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Kwa habari zote za burudani na kimichezo, mimi ni Master G, nitakuhabarisha, nitakuburudisha, lakini pia nitakata kiu yako ya burudani. Uwe na wakati mwema, bye bye.